Mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa ajabu kwa wapenda soka. Ni mwaka ambao hauwezi kusahaulika hata kidogo. Ni mwaka ambao historia zimeenda kuchorwa kwenye kuta ambazo haziwezi kufutika kwa urahisi, kuanzia kwa kuta za viwanja, kisha kuta za mioyo, bila kusahau kwenye kuta za ubongo. Kalamu na wino ulioandika historia hizi tamu na za kusisimua ni kalamu ya kutunzwa, na kama haijaisha wino inaweza tena kuandika kwa wino huo huo kwa misimu mingine mbele. Wino huo wa maajabu ulianza kuandika kwenye dimba la Wembley pale nchini Uingereza, kwenye ardhi ya Malkia, ambapo macho ya mamia ya wapenda soka ilishuhudia klabu ya Newcastle United kibeba taji baada ya miaka 70 kupita. Shukrani za dhati ziende kwa Alexander Isak aliyezamisha matumaini ya Liverpool kubeba ubingwa na kupeleka taji hilo ndani ya ngome mpya. Ama kwa hakika Eddie Howe ameacha alama ndani ya moyo wa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye alikuwa na muda mrefu yeye na mashabiki wa Newcastle hawajaiona timu yao ikitwaa ubingwa. Kisha karamu ikaenda kuchora kule jijini London. Crystal Palace, tai wa Uingereza, wakafata wakiwaacha macho na midomo wazi na sura za kushangaza wapenda soka ulimwenguni baada ya kubeba taji la FA mbele ya Manchester City, wakimfanya Pep abaki akiduaa baada ya kumaliza msimu bila ya kuwa na kikombe chochote kile kwenye msimu huu. Na wao baada ya ukame wa muda mrefu, hatimaye kabati linafutwa vumbi na kuongezwa fremu mpya baada ya kuibuka na ubingwa huo. Kila mtu kwenye viunga vya Palace ni raha bila ya kuwa na karaha kwenye msimu wao bora kabisa. Ikumbukwe tu ni ubingwa wa kwanza mkubwa ndani ya klabu hiyo chini ya kocha Olivier Glasner. Nako nchini Italy, Bologna wakapeleka kilio kwenye mitaa ya Milani baada ya kuwafunga klabu ya AC Milan maarufu kama AC Milani kwenye fainali ya Coppa d'Italia katika dimba la Stadio Olimpico, bao pekee la Dan Ndoye, na kuzidi kushindilia ukame wa mataji ndani ya klabu hiyo yenye mastaa kedekede. Ikumbukwe klabu hii mara ya mwisho kuchukua ubingwa ilikuwa ni mnamo mwaka 1974 huko nchini Ujerumani, the Bavarian Bayern Munchen, taji la 34 ndani ya Bundesliga katika kabati lao la ubabe usiopimika ndani ya ligi hiyo. Lakini kwa Harry Kane, mshambuliaji kinara wa klabu hiyo kwa sasa, kwake lilikuwa ni kombe la kwanza na la kihistoria kwenye maisha yake. Ni zaidi ya miaka 14 kwenye soka la ushindani bila ya taji lolote. Hatimaye ameandika historia na yeye amevaa medali ya ubingwa. Na zamu ya Tottenham Hotspur ikafika ndani ya ardhi ya Wahispaniola majira ya saa 4 kamili. Kipute kikaanza. Haikuchukua muda mrefu kabla ya kuweka mguu mmoja kwenye kubeba kombe la Europa, ikiwa ni kombe lao kubwa la kwanza ndani ya klabu hiyo. Na baada ya dakika 90 kutamatika, sasa ikawa rasmi kwa upande wa Spurs kuwa ni mabingwa mbele ya mashetani wekundu Manchester United. Kalamu ikavuka bahari, si Ulaya tu. Kalamu hiyo iliandika tena kwa wino wa msisitizo ndani ya ardhi tukufu ya Afrika, ardhi iliyozikwa vitovu vya wachezaji nguli kama JJ Okocha, Didier Drogba na shujaa asiyesahulika, huyu ni George Weah. Bas kwenye ardhi ya mafarao, nembo halisi ya Misri, Pyramids FC chini ya mshambuliaji hatari Fiston Kalala Mayele wakaizamisha Bafana Bastille, Mamelodi Sundowns, the Caballero Brazilian chini ya mwalimu Miguel Cardoso na kufanikiwa kuibuka bingwa wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara ya kwanza. Kama utatokea tena mwaka mwingine, nami wino wangu utaandika kuhusiana na hili, wala sitoacha hata kidogo. Ulikuwa nami The Real Abdulfarid Garincha. Kwa heri kwa sasa, tukutane kwenye kalamu nyingine ya maajabu. Imeandikwa na Bakari Mkumboto.